Kaunti mbalimbali, huku waandamanaji wakikabiliana na maafisa wa polisi waliosimama kidete kuhakikisha utulivu umerejea. Mwanahabari wetu Robert Gakure na taswira ya jinsi mambo yalivyokuwa katika kaunti mbalimbali. Kaunti ya Kiambu, mamia ya vijana walijiunga na wenzao katika kuwakumbuka vijana waliofariki wakati wa maandamano ya mwaka jana, wakionyesha ghadhabu kuhusu ongezeko la visa vya mauaji ya kikatili na utekaji nyara kwa vijana wanaopinga serikali. Mtaani Kiambu, vijana wenye hasira walianza maandamano yao kwa maombi kabla ya kuendelea kwenye mitaa ya Kiambu wakielekea Nairobi. Kwingineko, moshi mweusi uligubika anga la mji wa kibiashara wa Kikuyu baada ya waandamanaji kugeuza maandamano ya kumbukumbu kuwa vurugu na uharibifu mkubwa. Mahakama ya Kikuyu, ofisi za kaunti na zile za naibu kamishna wa eneo hilo zikiteketezwa, huku waandamanaji kadhaa wakikamatwa wakiwa ndani ya majengo ya ofisi za kaunti wakishukiwa kuhusika. Katika kaunti ya Homa Bay, kikundi cha vijana wa kizazi cha Gen Z walishiriki katika maandamano, huku wakitoa wito wa uwajibikaji na kukomeshwa kwa ukatili wa polisi. Waandamanaji walifunga baadhi ya barabara kuu mjini humo, huku baadhi ya wakazi wakikosoa maandamano hayo wakisema hayana msingi. Hatutakuwa huko kwa broad based government wakati vijana wanauawa kila siku. Vijana power. Albert Ojwang aliuawa, kuna polisi, si ndio? Kaunti ya Murang'a, hali ikiwa sawia na kaunti zingine, pale vijana walijitokeza masaa ya jioni kuungana na wenzao katika maandamano, huku wakikabiliana na maafisa wa polisi waliokuwa wanaweka usalama. Vijana katika kaunti ya Busia nao waliendeleza maandamano ya amani kwa kutembea takriban kilomita 7 kutoka Korinda hadi Busia mjini na kutoa shinikizo kwa serikali kukoma kudhulumu na kuua vijana, huku usalama ukiimarishwa. Kama vijana tukitokeza hapa kuandamana, it is not because hatuna morals. Kaunti ya Kirinyaga, waandamanaji walifunga barabara kuu kwa kuwasha moto, huku wakiwashutumu polisi kwa kutumia risasi dhidi yao. Mjini Eldoret, maelfu ya vijana walimiminika barabarani wakipinga uongozi wa serikali na kupaza sauti zao dhidi ya hali ngumu ya maisha, huku wafanyabiashara wakilazimika kufunga biashara zao kwa muda kwa hofu ya vurugu na kuporwa mali yao. Kaunti ya Meru, waandamanaji walielekea hadi makutano, huku akimsuta Rais William Ruto kwa kutokomesha mauaji ya kikatili nchini, na baadaye wakavunja bodi ya nafaka na kuiba mbolea na mali zingine kabla polisi kuingilia kati na kutuliza hali hiyo. Mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, kulishuhudiwa vuta ni kuvute baina ya waandamanaji na maafisa wa polisi pale baadhi ya wafanyabiashara walilazimika kufunga biashara zao, huku baadhi yao wakikadiria hasara baada ya waandamanaji kuendeleza uporaji, huku kaunti ya Kakamega vijana wakiungana na wenzao nchini kufanya maandamano ya amani katika kuwakumbuka wenzao waliofariki. Maandamano imeisha. We are dealing with criminals now. Manjabasi sugu ndo tunadeal na hawa sasa. Na sasa tutatumia nguvu yote. Robert Gakure, TV 47.